Mheshimiwa Naibu Spika, ninashukuru sana kupata nafasi hii ya kuwa mchangiaji wa kwanza kwa bahati kwa mchana huu. Awali ya yote, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo ameniongoza kuwatumikia wapiga kura wangu wa jimbo la Mwanga kwa kipindi hiki changu cha kwanza cha uongozi ambacho sasa kinaelekea mwishoni ili niweze kuanza cha pili. Namshukuru Mungu kwa ajili hiyo, lakini pia naomba Mwenyezi Mungu kwamba neema zake na rehema zake ziniongoze katika kipindi cha pili ambacho naamini atanijalia, zikuongoze na wewe Mheshimiwa Naibu Spika pamoja na wabunge wote wa bunge hili la 12 katika awamu ya 25 kwenda 30. Mheshimiwa Naibu Spika, hapo pia niwashukuru sana wananchi wangu wa Mwanga kwa jinsi ambavyo waliniamini na kunipa dhamana, lakini hiyo peke yake isingetosha. Waliendelea kunipa ushirikiano na dua na sala ambazo zimeniwezesha kufanya kazi vizuri kwa kipindi chote cha miaka 5. Lakini pia nikishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, na serikali yangu kwa kuniunga mkono, kwa kuniletea miradi mingi sana ambayo imeniwezesha kuwa na mafanikio makubwa ndani ya kipindi hiki. Mheshimiwa Naibu Spika, hata hivi tunavyozungumza tunaenda mwishoni, lakini bado miradi inakuja. Mwezi uliopita nimepata mradi wa umwagiliaji wa bilioni 16.874. Ni mradi mkubwa na unafanya kazi iweze kunoga. Kila nikiangalia mipango hii, bajeti inavyokwenda na mipango ya serikali, ninaona kabisa kwamba uko mbele kunafurahisha zaidi. Kwa hiyo ni vema wote turudi tuendelee kusimamia hizi kazi ambazo zinakuja. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri, rafiki yangu Dr. Damas Ndumbalu pamoja na timu yake yote, pamoja na taasisi zinazomzunguka chini ya Mheshimiwa Jaji Mkuu, Mheshimiwa Mtendaji Mkuu wa Mahakama, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Wakili Mkuu wa Serikali, Mkurugenzi wa Mashtaka, pamoja na wote. Tumeona kazi nzuri ambayo wamefanya, wamesimamia vizuri uwekezaji mkubwa wa serikali katika sekta hii ya sheria na utoaji haki, ujenzi wa miundombinu ya hali ya juu, mikakati katika masuala ya tehama ambayo kwa kweli yameharakisha sana kumalizika kwa kesi. Kwa sisi ambao tumefanya kazi na mahakama hii toka miaka mingi kidogo, tunaona tofauti kubwa sana kwamba kwa mara ya kwanza nilipoangalia taarifa za mwaka jana, idadi ya mahabusu ilikuwa ndogo kuliko wafungwa. Hii inaonyesha ufanisi kwenye upande wa idara ya mahakama pamoja na wadau wengine wa eneo hilo. Lakini pia swala zima la haki jinai, kwenye hili kwa kweli Mheshimiwa Rais amefanya kazi ya maana sana, kwa sababu haki jinai ndio eneo ambalo lina uwezo kuchafua sana nchi na kuchafua serikali, kuonekana kwamba watu wananyimwa haki, kwa sababu haki jinai inawagusa sana watu wengi na watu wadogo. Lakini tume ya haki jinai imefanya kazi nzuri, tumeiona taarifa yake, na nimeona kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri kwamba sasa inaandaliwa sera ya haki jinai, na hakika ikiandaliwa in line na ile taarifa, basi hali yetu inaenda kuwa nzuri sana. Lakini pia swala la kutafsiri sheria kwa Kiswahili pia litasaidia watu wengi kuzielewa na kwenda mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, ujumuishi, ukiangalia haya maboresho kwa ujumla yanasaidia sana lile eneo la haki moja ya msingi sana ya kuifikia access to justice, kuifikia haki. Ukitaka kujua vizuri dhana hii jinsi ambavyo ni kubwa, ukisoma uamuzi wa mahakama ya rufaa kwenye ile kesi ya Julius Francis Ndianabo, maelezo yalitoka mazuri sana ya waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufaa chini ya aliyekuwa jaji mkuu, kuonyesha jinsi ambavyo haki hii ni ya msingi, na bila kuwa na miundombinu wezeshi yote ya kawaida ya majengo, lakini pia masuala haya ya tehama na elimu, basi haki hiyo ni vigumu sana kuifikia. Na pia ukiangalia maboresho haya yamegusa zaidi kwenye upande wa, sasa kidogo vocabulary ya Kiswahili inanisumbua, public law. Public law ni ile sheria ambayo inahusiana na mahusiano ya serikali na mtu. Ni kwa vipi mamlaka ya serikali na matendo yake yasinyime mtu haki. Serikali imewekeza sana kwenye upande huu, katika maana kwamba inajaribu kujidhibiti kwamba matendo yake yasiwanyime watu haki. Hili ni jambo la maana sana katika kusimamia utawala wa sheria. Hata kwenye private law mambo ya mikataba yamefanyika, lakini naona kwenye upande wa public law ambao hasa ndio unawagusa haki za msingi za watu, kazi kubwa sana imefanyika. Mheshimiwa Naibu Spika, pamezungumziwa sana suala la ujenzi na kufunguliwa kwa jengo la kisasa sana la mahakama. Kwa kweli jambo hili ni kubwa sana na halipaswi kupitwa bila kutajwa.
Jengo hili lenye square mita za mraba 63,244, la kwanza Afrika kwa ukubwa na la 6 kidunia, lenye thamani ya shilingi bilioni 127.7, kwa kweli ni jambo ambalo ni la kujivunia sana kwa Tanzania, na linafungua milango kwamba sasa tuna mahakama kuu, tuna mahakama ya rufaa na inayotarajiwa mahakama ya juu, Supreme Court, zikiwa mahali pamoja. Hiyo itarahisisha sana swala zima la uharakishaji wa haki katika ngazi mbalimbali. Sasa serikali imewekeza fedha nyingi sana katika uboreshaji huu. Kazi inabaki sasa kwa watendaji sasa kuhakikisha kwamba ukubwa huu wa namba 1 wa Afrika usibakie kuwa wajengo na miundombinu, ila uwe pia na huduma ambayo itatolewa pale, kwamba tuwe namba 1 Afrika, tuwe namba 6 kidunia, uwe na thamani kubwa kama thamani ile ambayo imewekezwa pale. Hiyo ni changamoto kubwa, lakini ni changamoto nzuri, kwa sababu tukiifikia hapo pia hiyo itakuwa inachochea pia maeneo mengine ya uchumi na maisha kwa ujumla ya wananchi wetu. Mahakama inadili na bidhaa isiyoonekana, hakuna kuuza na kununua pale, lakini bila ile bidhaa ya mahakama kufanyika vizuri, au bidhaa ya sheria na haki, hata hao wanaouza na kununua hawataweza kufanya vizuri. Kwa hiyo hela yote ambayo imeingia pale kwa kweli inastahili, is worth it, lakini sasa tuitendee kazi ili isiwe hasara. Sasa yako mambo ambayo yanapaswa kuendana na uwekezaji huu mkubwa. Kwa mfano, hatutaona faida kubwa sana ya mahakama ile katika ngazi ya juu kuwa ya thamani ile kama mahakama za mwanzo hazitafanya kazi vizuri, kama mahakama za wilaya hazitafanya kazi vizuri. Jimboni kwangu Mwanga nina mahakama nzuri sana ya wilaya, wanafanya kazi nzuri, lakini mahakama za mwanzo bado ni zile za mkoloni, na hizo ndio zinazohangaika na haki za kila siku za watu. Kwa hiyo nitoe mwito tu kwamba uwekezaji pale uendelee. Tarafa inayoitwa Jipendea kwenye jimbo langu la Mwanga, iko mahakama ya mwanzo ya kisasa ambayo inatarajiwa kujengwa kata ya Kwakoa. Ninaomba sana kwamba tujitahidi sasa, tunakuelekea bajeti ya mwaka huu, ile mahakama sasa ijengwe ili huduma iende moja kwa moja kwa wananchi. Lakini liko swala lingine ambalo nalisema leo bungeni, nafikiri kwa mara ya 3 toka nimeingia bungeni, mabaraza ya ardhi kuwa chini ya Wizara ya Ardhi. Hili ni tatizo kwa sababu kesi nyingi ni za ardhi. Sasa baraza la ardhi liko chini ya Wizara ya Ardhi, wakati migogoro mingi wananchi wanalalamikia hiyo Wizara ya Ardhi na watendaji wake. Hati yangu imefanywa hivi, double allocation na kadhalika. Sasa pale ambapo waamuzi wako chini ya Wizara ya Ardhi, ni waajiriwa wa Wizara ya Ardhi, kunakuwa na tatizo. Kwa hiyo hilo mimi nitoe mwito kwamba tulitazame, aidha turudishe chini ya muhimili wa mahakama, kwa sababu hata ikiwa chini ya Wizara ya Ardhi bado rufaa na nafuu zingine zinarudi tena chini ya mahakama. Sasa jaji mkuu analazimika kudili na watu ambao hawako chini yake. Hii mimi nadhani ni tatizo ambalo ni vizuri likashughulikiwa. Kwa hiyo aidha zirudi chini ya mahakama, au basi sheria irekebishwe, mtu awe na hiari ya kwenda baraza la ardhi au kwenda mahakama ya kawaida kama ilivyo katika kuanzia ngazi ya High Court kwenda juu. Mheshimiwa Naibu Spika, swala lingine ambalo tunapaswa kulifanya ili tuweze kufurahia uwekezaji huu mkubwa ni kwa kadri itakavyowezekana turekebishe sheria zetu za mwenendo, procedural laws. Na hili wananchi wengi hawatuelewi sisi wanasheria, na hata frustrations zinazotokea kwamba mbona kesi zinachelewa, wakati mwingine ni kwa sababu ya sheria zetu za mwenendo kidogo kutokuwa rafiki sana. Mimi sio muumini wa kusema kwamba sijui makosa fulani tunyime dhamana, kubaka au kufanya nini. Hapana. Mimi ni muumini wa kusema kwamba haki itendeke kwa haraka, hizo kesi sikilizwe haraka. Hakuna sababu ya kesi ya kubaka ya kawaida hizi za watu wazima procedure yake iwe sawa sawa na hii statutory rape ya watoto wadogo, kwa sababu ile ya watoto wadogo, cha kwanza ni tendo limefanyika, taarifa ya daktari. Cha pili ni aliyefanya ni nani, DNA. Cha tatu umri wa mtoto, cheti cha kuzaliwa, habari imeisha. Kwa hiyo hakuna vita kubwa kama ile ya kusema je, alikubali, alifikaje hapo, aliingiaje kwa watu usiku na kadhalika. Lakini nayasema hayo bila kusahau juhudi ambazo zimefanyika. Sote tumeona hii kesi ya juzi hapa almaarufu ya Afande, jinsi ambavyo iliamuliwa kwa haraka. Lile ni jambo ambalo kwa kweli tunani mahakama na wadau wote wanastahili credit ya hali ya juu sana, wanataraji sifa na kupongezwa. Kazi inafanyika vizuri, lakini bado tuweke mifumo ya kisheria, tusitegemee lile ambalo lina kelele nyingi, ili tuweze kumaliza haya mashauri kwa haraka. Mheshimiwa Naibu Spika, swala la Mama Samia Legal Aid Campaign limezungumzwa sana. Kwa nini limezungumzwa sana? Mheshimiwa Naibu Spika, kila mtu anajua haki yake. Shamba hili la kwangu kila mtu anajua.
Mke huyu ni wa kwangu, kila mtu anajua. Hata wanyama pia wanajua. Ukimpa mbwa wako chakula, kikishakuwa nyama ile ni ya kwake, ukijaribu kumnyang'anya atapambana na wewe. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba kila mtu anajua haki yake, lakini tatizo, naomba nimalizie Mheshimiwa Naibu. Malizia. Tatizo ni jinsi ya kupata ile haki, ndicho kitu ambacho huwa kinasumbua. Sasa kampeni hii ya Legal Aid, kama ya Mama Samia Legal Aid Clinic, hii sasa inawafundisha watu jinsi ya kupata haki zao. Kwa sababu watu wasipojua utaratibu wa kupata haki zao, maana yake ni kwamba watakimbilia kwenye vurugu. Kwa hiyo tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa champion wa kampeni hii, kama ambavyo amekuwa champion kwenye maeneo mengine makubwa. Tumpongeze sana kwenye hili, lakini pia tusisikie leo nilisema kwamba kuwe na fund ambayo, mfuko ambao utawezesha kazi iweze kufanyika vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja. Asante sana kwa nafasi. Asante.